Kwa nini watu wanachukiana? Kwa nini jamii yetu imefika mahala sasa hata mtu akifanya jambo jema, Futuhi walikuwa wanasema kwamba mtu unaweza kufanya jambo jema, watu wakaliacha jambo jema wakaanza kutafuta mabaya. Kwa nini mema hayaendi? Kwenye upande wa dini mna majibu. Ila sisi kwenye uandishi wa habari, ili nisifanye hotuba yangu kuwa ndefu sana, nasi tuna majibu. Tuna changamoto kubwa ambayo inaikabili jamii yetu, na hususan ujio wa mitandao ya kijamii. Changamoto ya watu kulishwa zaidi habari hasi kuliko habari chanya. Kuanzia asubuhi mpaka jioni, habari ambazo tunawalisha watoto wetu hawa kupitia vyombo vya habari rasmi na visivyo rasmi ni habari ambazo nyingi sisi tunasema ni negativity. Yaani tunawapa watu vitu hasi. Hatuwafanyi watu wetu, moja, kujitambua; pili, kuthamini walichonacho; tatu, kuijua nchi yao; nne, kuithamini nchi yao. Na ndio maana leo anaweza akazungumza mtu kwa muda wa saa zima, akazungumza mambo mazuri 99%, likatafutwa la 1% likawa habari. Na hii tunasema sisi, aina hii ya utoaji wa habari imesababisha mambo yafuatayo katika kumalizia. Moja, tumejenga jamii ya watu ambao kwanza hawapendani. Pili, wamekata tamaa. Tatu, wana msongo wa mawazo. Nne, wanasonona. Na ndio mashehe wangu, ninyi mtakuwa mashahidi. Leo habari kubwa ambazo zinatusumbua kwenye vyombo vya habari sasa hivi, hususan mitandao ya kijamii, ni habari za watu kuchukua maamuzi magumu ya kukatisha uhai wao. Na ni habari ambazo unaanza kujiuliza kwa nini tumefika hapa. Lakini kwa sababu ni aina ya habari ambazo tunawapa watu, zinawafanya watu kuwa makatili zaidi. Watu kuwa wanakata tamaa na kutokuipenda hata nchi yao. Kwa sisi tukasema kwenye huku tuna mjadala sasa hivi kwamba ipo haja ya kubadilisha aina ya habari ili zifanye tutengeze kizazi kilichochema, tuwasaidie viongozi wetu wa dini. Isifike mahala viongozi wa dini wanatuletea watoto wenye maadili, halafu sisi tunawaharibu kwa sababu ya habari zetu. Nimefurahi kumwona kakaangu na mlezi wangu Yasini. Yasini ni mlezi wangu. Ni kaka yangu amenipokea Mwanza. Muona naye na harakati nyingi sana za kuhusiana na masuala ya ukatili. Lakini unajiuliza ni habari zipi tunazozitoa za kusaidia kuondoa ukatili? Na wanaofanyia ukatili huko mbele watakuwa watoto wetu hawa. Tunawasaidiaje hawa ambao Mtume wetu Muhammad alisema unapokwenda kula na hawa watoto ni sawa sawa, moja, na kufunga; pili, kuswali usiku mzima. Sasa hawa tunawaandaa wanaenda kupokelewa vipi? Kwa shehe wangu na meza kuu, nisichukue muda mwingi sana. Na mimi kwenye mambo ya dini huwa naogopa sana kusema nisichukue muda mwingi. Yaani mambo ya Mungu unasemaje tusichukue muda mwingi? Lakini mniruhusu niseme yafuatayo kwa niaba ya wanahabari wenzangu, Sheikh Kabeke na Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA. Mimi binafsi nasema tunawashukuru sana kwa kutupa nafasi sisi wanahabari leo, eti nasi leo tutengeneze habari. Nabii. Pili, Sheikh Kabeke, tunakuahidi, tunafahamu kwamba hata madhehebu ya kidini yana vyombo vyao vya habari. Hata sisi ambao tuko nje ya vyombo vya habari vya kidini tunakuahidi kwamba tutaangalia na tutajaribu kupeana elimu ya namna bora ya kutengeneza maudhui kwenye vyombo vyetu vya habari, maudhui ambayo yatasaidia kujenga kizazi ambacho ninyi hapa mliokaa, viongozi wangu wa dini, mnatamani kuyaona, ili tusiwakatishe tamaa. Naweza mkawa mnatuletea vijana wazuri, lakini wakishaanza kutembea katika Facebook, YouTube, Instagram, X na kwenye radio, TV na magazeti, tunawaondoa yale yote ambao maalimu wetu wameyafanya kwa muda mrefu watoto wetu. Kwa hiyo tunakuahidi. Lakini kingine,
ambacho nimalizie shehe wangu, ambacho ni kitu nilipenda nikiseme hapa leo. Tunao hawa watoto na Sheikh Kabeke amewahakikishieni kwamba BAKWATA hii tuielezee kwa uchanya na uhalisia wake bila kuweka husna kama alivyozisema yule. Mimi naamini hapa kuna mashehe wangu, viongozi wangu wa dini wengi wako hapa, na wao ndio wanatufundisha kwamba katika Qur'ani tukufu tunafundishwa kwamba hawa ndio wanatuambia sisi Mtume wetu Muhammad katika jambo ambalo amelihimiza kwetu sote: moja, kusaidia mayatima, lakini pili, tuwalinde mayatima. Lakini akatupa onyo, akasema onyo ni kwamba tusitumie mali za mayatima. Na mimi nimalize shehe wangu Kabeke kwa kusema kwa mara nyingine tena, kubali mimi ile mali ya hawa wahitaji hususan yatima ile ije uipokee mbele ya viongozi na tuwapatie hawa. Baada ya kusema hayo, naomba niseme shehe wangu Sheikh Kabeke, meza kuu yote, viongozi wangu wa dini, waamini wote wa dini ya Kiislamu na wale wasio wa Kiislamu mlioko hapa, waandishi wa habari, asanteni sana kwa nafasi hii. Mimi ni mdogo sana, viatu hivi vyangu haviwezi kufaa, siwezi kuvaa kiatu cha mtu yoyote hapa yoyote, siwezi kuvaa kiatu chake, hata cha Shehe Sudi Shabani siwezi kukivaa, lakini kuniweka hapa, huu ni upendeleo wa hali ya juu sana. Walikuwepo wengi sana walitakiwa waje hapa kunichagua mimi, na kushukuru sana. Naomba niseme asanteni sana, na tukijaliwa heri na mwakani tualike katika hizi shughuli tatu hizi ambazo mnazifanya kila mwaka, zimetimiza miaka 7, ili na sisi tushiriki katika moja kwenye kuiwezesha. Tutashukuru kitukubalia. Baada ya kusema hayo, wabillahi tawfik.